uchambuzi wa kina wa taarifa hizi tunaye hapa Ibrahim Rahbi kwa njia ya mtandao kuweza kuangazia kwa kina. Ibrahim, habari za hapo ulipo na karibu sana. Shukran sana na asante. Tuanze na taarifa hii ya mwisho kuhusu mazungumzo yanayoendelea kati ya Iran na Marekani kuhusu nyuklia ya Iran ambayo tunaambiwa yako njia panda. Yamefikia katika hatua gani? Taarifa ya vyombo vya habari iliyotolewa jana jioni na White House na iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, ambayo ilithibitishwa na waziri wa mambo ya nje wa Omani na ni Badr El Busaid, ni kuwa mazungumzo ya tatu yatafanyika kule Geneva siku ya Alhamisi. Watakutana Geneva katika kujaribu kurekebisha pale ambapo wanahisi pamekwama, kwa sababu Irani ilitoa rasimu mpya juzi ambayo ikazungumzia masuala nadhani ni yale yale. Sidhani kama kuna jipya litatokea, kwa sababu mazungumzo ya mwisho yalikuwa ni yale ambayo Irani imekataa kuvuka mstari kuwa tunazungumza nyuklia tu pekee, hatutaki kujadili kingine. Hata hii rasimu mpya ya Irani haijaonekana kama imetoka kwenye ule mstari, na inaonekana imebaki pale pale, tunazungumza kuhusu nyuklia tu, na Irani inaonekana kama vile iko tayari kupunguza kila kitu kama masuala ya nyuklia, lakini inataka haki yake ya urutubishaji ambayo nchi nyingi duniani zinaitumia hivi sasa itambulike na ijulikane kuwa ni haki yake. Alafu kuhusu vikwazo pia inataka iondolewe. Sitegemei jipya sana kwenye mazungumzo haya. Na kwa asiyefahamu hasa wanazungumza kuhusu nini? Mgogoro huko katika sehemu gani hasa? Kwa sababu tunafahamu kwamba Iran ina nyuklia, lakini Marekani pia na yenyewe imekuwa ni kati ya mataifa ambayo yamekuwa yanatengeneza silaha za nyuklia. Irani bado haijathibitishwa na NPT wala IAEA, wala wao hawajathibitisha kuwa wako na nyuklia. Wamekuwa wakisema kuwa nyuklia yao, projekti yao ni ya amani kwa kazi muhimu ambazo zinafanyika na nyuklia. Marekani inafahamika kuwa ina nyuklia. Mazungumzo ya mwaka 2015 ambayo yalisimamiwa na Barack Obama yalihusu sana urutubishaji wa urani ya Irani, nyuklia, kupunguza urutubishaji, lakini yalizungumza sana kuhusu Irani, washirika wake wa kikanda wale Hezbollah na wengine ambao wamekuwepo pale. Sasa mazungumzo ya mara hii, awali mfano ukiangalia mazungumzo yaliyovunjika mwaka jana yalikuwa yanahusu hivyo hivyo urutubishaji, yanaikuwa yakizungumzia zaidi proxy, lakini baadaye kukatokea vita ile ya 12 days war kati ya Iran, Israel na Marekani. Baada ya hapo mazungumzo yamebadilika, kimeongezwa kitu cha tatu baada ya Iran kutumia uwezo wake wa makombora, na ulimwengu wa magharibi umeona kuwa makombora ni hatari pia. Kwa hiyo yameunganishwa kwenye mazungumzo haya ya hivi sasa, na yenyewe yanatakiwa yawe sehemu ya mjadala kuwa Iran ikubali kupunguza uwezo wake wa kutengeneza makombora ya masafa marefu, lakini ikubali kuangamiza baadhi ya hazina yake ya makombora, jambo ambalo Irani wamekataa kabisa kujadili kuhusu makombora. Kwa hiyo haya mazungumzo yalikuwa na ajenda mbili, naweza kusema kubwa, katika awamu ya kwanza, na hata awamu ya pili iliyovunjika ilikuwa ni ajenda mbili, lakini kwa mara hii baada ya 12 days war kumekuwa na ajenda ya tatu. Alafu kuna ajenda ya nne ambayo haizungumzwi sana, ambayo Marekani walisema kama unyanyasaji wa raia wa ndani, maandamano ya ndani yalivyoshughulikiwa, na Iran ilivyoua waandamanaji. Kwa hiyo hii imekuwa ni ajenda ambayo sio muhimu sana kwa Marekani, lakini wana ajenda kubwa mbili ambazo zimekuwa zinasukumwa kwa nguvu zaidi: uwezo wa makombora pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran. Sasa kwa unavyoona mazungumzo yanavyokwenda, unadhani kuna namna yoyote ambayo kutakuwa na mwafaka? Na je, kama hakutakuwa na mwafaka hali itakuwaje? Kwa sababu tumeona Trump amekuwa akitishia, ni kama amekuwa akishinikiza mwafaka upatikane, la si hivyo Marekani itaishambulia Iran. Kumekuwa na hilo swala la vitisho vya hapa na pale vya Marekani ambao kumekuwa endelevu. Jana Steve Witkoff ambaye ni mwakilishi wa Marekani alikuwa akiongea na vyombo vya habari, mwenyewe anashangaa kwa nini mpaka sasa Irani haijasalimu amri, licha ya kuwa Marekani imekuwa ikiongeza uwezo wake wa kijeshi kwenda hapo Mashariki ya Kati, kwa sababu tumeona kuwa awali ilikuwepo meli ya kwanza ya Abraham Lincoln, lakini meli ya pili ambayo aircraft carrier ambayo tuliambiwa siku mbili zilizopita ilikuwa imevuka Gibraltar inaelekea Mashariki ya Kati ya Gerald Ford.
lakini kumekuwa na mkusanyiko wa ndege nyingi na silaha nyingi za Marekani ambazo zilikuwa Ulaya zinasukumwa eneo hili, mkusanyiko ambao unaonekana ndani ya Mashariki ya Kati ni mkusanyiko ambao haujawahi kuonekana katika miaka hivi karibuni. Hata wakati wa vita vya Ghuba vya miaka ya 90 kulikuwa kuna mkusanyiko, lakini sio huu wa hivi sasa. Sasa hali hiyo ndio inawashangaza pia Marekani. Ikiwa mazungumzo yatavunjika, kila upande unaonekana kama umejiandaa kwa nafasi yake. Irani wamesema kuwa hatutojadili chochote nje ya nyuklia, ni kama vile wamesimamia pale pale. Ndio maana ni kwenye swali la msingi nilikwambia kuwa sioni kama kuna jipya, kwa sababu haya mazungumzo yaliyopita Irani walipeleka hicho walipeleka, lakini Marekani walikuwa wanataka zaidi ya hilo, kwa sababu kulikuwa kuna mapendekezo ambayo yalipendekezwa na Israel kuwa hapatakuwa na makubaliano ya aina yoyote kati ya Marekani na Iran kama ndani yake hakutaunganishwa kitu kinaitwa makombora au proxy wake ambao ni Hizbullah, Hamas na wengine wa Houthi, kama hawatokuwepo. Sasa na Iran imekuwa ikilikwepa kabisa hilo, imeng'ang'ania sehemu moja tu kuwa tujadili kuhusu nyuklia basi. Sasa huwezi kuona kama kuna sioni matumaini, sioni labda mazungumzo yabadilike ghafla katikati ya mazungumzo, na hilo ni gumu sana. Na sasa ikiwa hivyo, tutarajia Marekani atachukua hatua gani baada ya hapo? Marekani kama Donald Trump vile alivyosema kuwa kwanza alitoa siku 10 mpaka 15 za Irani kumaliza hili, wao wameshafikia makubaliano na Irani, wakaonekana kama hawakubadilisha chochote, wakabaki kurekebisha tu kile kitu kimoja ambacho wamekuwa nacho. Sasa Marekani imekuwa ikitishia kushambulia, na vyombo vya habari kadhaa siku mbili hizi vimeonyesha kuwa kumekuwa na uhamishaji wa watumishi kwenye baadhi ya kambi za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati, kama kambi ya Ludeid iliyopo Qatar na kambi ya Bahrain, lakini kuna baadhi ya picha za satellite za Uchina zilionekana uimarishaji au ndege nyingi za Kimarekani zikiwa Saudi Arabia na Jordan, lakini pia kumekuwa na mkusanyiko wa silaha nyingi za Marekani zikisogezwa. Lakini hata upande wa pili wa vyombo vya habari vya ndani vya Irani imeonekana kuna kikosi kikubwa sana kimekuwa kikisogezwa kwenye mpaka wake na Iraq. Unafahamu kuwa huenda kama kutokea mapigano, ni ili kubadili utawala ni lazima uweke kikosi cha ardhini. Sasa wanahisi kama askari wataingia ardhini, basi maybe watatokea upande wa pili wa Iraq pia, au upande wa Azerbaijan au upande wa Pakistan. Kwa hiyo hizo sehemu Iran wamekuwa wakiimarisha vikosi kupeleka huko, lakini wamekuwa wakiendelea kufunga mifumo ya ulinzi wa anga sehemu mbalimbali, na wamekuwa wakifanya mazoezi makubwa kwenye mfereji ule wa Hormuz ambao Iran wanatishia kuwa ikiwa kutazuka mzozo wataufunga mfereji. Unafahamu mfereji huu unapitisha theluthi moja ya biashara duniani inapita hapa, zaidi ya pipa milioni 20 kwa siku za mafuta zinapita hapa, lakini zaidi ya 20% ya gesi ya LNG inapita hapa. Kwa hiyo kila upande unaonekana kama vile umejiandaa kwa lolote. Sasa tunafahamu kwamba Iran bado haipo kwenye orodha ya nchi zinazomiliki silaha za nyuklia, licha ya kwamba ina materials ambazo zinaweza zikatengeneza silaha hizo na kwa mujibu wa ICAN, mataifa kama Urusi, China, Uingereza, India, Korea Kaskazini, Marekani, Ufaransa, Pakistan na Israeli, mataifa 9 pekee ndio ambayo mpaka sasa yanaorodheshwa kwenye mataifa yanayomiliki silaha za nyuklia. Kwa nini Iran anadhibitiwa sana? Na hili ni swali ambalo limekuwa likiulizwa mara nyingi sana. Kwa nini Iran anadhibitiwa sana hasa na Marekani kuhusu kurutubisha uran, lakini pia kwenda mbele zaidi na kutengeneza silaha za nyuklia? Kwa nini mataifa haya hayako tayari kuona Iran anafikia hatua hiyo? Unajua, tangu mapinduzi ya 1979 yaliyowaweka hawa IRGC na Irani madarakani, hakuna mahusiano yoyote mazuri kati ya Irani na ulimwengu wa Magharibi. Sasa unafahamu kuwa kuna hiki kitu ambacho kipo Mashariki ya Kati, wanasema kuwa a great Israel. Juzi balozi wa Marekani pale Israel, Mike Huckabee, alifanya interview ambayo imezua gumzo sana hivi sasa. Alifanya na Carson Tucker, mwanahabari wa mrengo wa kulia ule wa Marekani. Moja ya swali alilomuuliza ilikuwa ni ukubwa wa Israel kujitanua Mashariki ya Kati kama inawezekana. Huckabee akajibu akasema ikiwa itabidi iwe hivyo, yani aliunga mkono kitu kama hicho, akiwa ni balozi ambaye anahudumu katika serikali, sio mstaafu. Sasa imezua maswali. Sasa kuna hiki ambacho kinaendelea cha ukubwa wa Mashariki ya Kati. Kuna nchi 3-4 ambazo zimekuwa zinataka hilo nafasi. Unajua, Israel anataka ukubwa wa Mashariki ya Kati,
lakini Marekani Uturuki anautaka ukubwa huo, Irani anautaka ukubwa huo, lakini Saudi Arabia anautaka ukubwa huo. Sasa kizingiti kikubwa cha Israel kuwa mkubwa Mashariki ya Kati kipo kwa Irani pekee, sio hawa wengine ambao karibu wote wamefungwa na mikataba ambayo wamesaini ima na Marekani au washirika wengine. Kwa hiyo Israel anaendesha siasa ya Marekani. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa hili shinikizo la kuilazimisha Irani irudi chini au isiwe na nyuklia, kwa sababu nyuklia ya Irani sio tishio kwa Marekani. Hakuna ugomvi wowote wa Marekani na Irani, wala Irani sio tishio kwa Marekani. Irani ni tishio kwa Israel katika ukuaji wake unaitwa Great Israel. Kwa hiyo ugomvi mkubwa uliopo ni kati ya Israeli na Irani. Sasa Israeli anaitumia nafasi ya Marekani kwa sababu Marekani ana nguvu na Marekani ni mshirika na Marekani ni hivyo. Kwa hiyo ndio mashinikizo mengi yanatoka upande wa Israel, na hilo wa Marekani wanalitambua kuwa tunakwenda hili kwa sababu ya Israel, lakini sio tunakwenda kwa sababu ni sisi. Sasa nani hataki kuwa na nyuklia? Nani hataki Iran awe na nguvu? Ni Israel ambaye yeye anazo nyuklia ambazo hazijafuata utaratibu wowote, kwa sababu NPT sio mwanachama, Israel sio mwanachama wa NPT, wala Israeli sio mwanachama wa IAEA, manake kuwa hana ukaguzi wowote wa kimataifa ambao nchi nyingine zote duniani zinapaswa zitembee kwenye hiyo njia, lakini Irani wanafanya hilo. Sasa Marekani anatekeleza maagizo au kile ambacho Israeli anakitaka kwa Iran. Na kwa nini anafanya hivyo? Unadhani ni kwa nini? Nikisema hivyo kwa nini nitarudi nyuma sana, kwa sababu tunafahamu kuwa wanasiasa wa Marekani wengi wako kwenye lobbying ya mashirika ya Israeli kama vile AIPAC, na ndio maana unaona kuwa Marekani imeweza kuikinga Israeli hata kwenye mgogoro huu wa Gaza. Tumeona kuwa hata mahakama ya ICC imewekewa vikwazo na Marekani. Tumeona Marekani imekiingia kifua kwenye majukwaa yote ya kimataifa. Ndani ya miaka miwili Marekani imetumia turufu mara 5 kwenye Baraza la Usalama kwa ajili ya kuilinda Israeli kuwajibishwa kwa nafasi yoyote. Hilo lote linarudi nyuma zaidi kutokana na kuwa mashirika ya Israeli ndiyo yanayowamiliki wanasiasa wa Marekani kwenye kile kitu kinaitwa AIPAC, kwa sababu hawa wote wanalipwa fedha. Sasa wanaamua kutekeleza kile ambacho kimewaweka. Naam, Ibrahim Rahbi, tukiachana na hiyo tuangalie sasa taarifa kuhusiana na Pakistan na Afghanistan. Inaonekana mataifa haya yako kwenye mgogoro mkubwa na tumeona kuna mashambulizi yanafanyika, na kama ambavyo tumesoma kwenye taarifa yetu hapo ni kwamba kumekuwa na vitisho kwanza kutoka pande zote mbili kwa mataifa haya mawili, lakini kikubwa zaidi ni kwamba tumeona Pakistan ikisema kwamba imeshambulia maeneo ya wanamgambo nchini Afghanistan baada ya kudai kuwa wanamgambo hao wamekuwa wakitekeleza mashambulizi nchini mwake hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa hapa nani anamshambulia mwenzake na kwa sababu zipi? Kumekuwa na mgogoro ambao hivi sasa unakwenda karibu mwaka mmoja kati ya Afghanistan na Pakistan, na mgogoro huu umekuwa ukizuliwa karibu na pande zote mbili. Kila upande umedai kuwa upande mmoja umekuwa ukifumbia macho upande wa pili ambao umekuwa ukiruhusu mashambulizi kutoka kwa upande wake. Afghanistani inatajwa kuwa na makundi ya upinzani ambayo yanaipinga serikali ya Pakistan, ambayo yamekuwa yakijificha kwenye mipaka ya upande wa pili. Kwa hiyo hayo makundi yamekuwa yakifanya mashambulizi upande wa Pakistan na yanarejea upande wa Afghanistan. Hali kadhalika Pakistan imekuwa ikishutumu Afghanistan kwa njia hiyo hiyo kuwa kuna makundi mfano ya Wabaluchistan ambao kwa muda mwingi wamekuwa wakitaka kujitenga na Pakistan. Sasa wanatajwa kuwa wanaingia, wanatoka, wanafanya mashambulizi, wanarudi upande wa pili. Sasa kumekuwa kuto kuelewana kati ya serikali moja inalaumu serikali nyingine kuwa unashindwa kuchukua hatua za kudhibiti makundi yanayonishambulia mimi. Ndio maana upande mmoja unaamua kuchukua hatua kwenda kufanya mashambulizi na upande wa pili unalipa kisasi kwa kwenda. Kwa hiyo wamekuwa na hili karibu mwaka mmoja umepita sasa, wamekuwa hivi, anashambulia na huyu anatoka na huyu anashambulia na huyu anatoka, basi wamebaki kulaumiana hivi. Naam. Na ukijaribu kuangalia sasa kwamba katika mataifa haya mawili ambayo wamekuwa wakishutumiana kwamba wanashambuliana hasa kipindi cha Ramadhani, kwa nature ya mgogoro wenyewe, unadhani shida hasa iko upande gani, upande wa Afghanistan ama zaidi upande wa Pakistan? Ni vigumu kuthibitisha shida ilipo hasa upande, kwa sababu pande zote zimekuwa zikishutumiana kwa aina moja ya shutuma. Yani upande huu unashutumu kuwa haya mashambulizi yanatokea upande huu, kwa sababu nitakwambia mfano mwaka jana jinsi mashambulizi yalivyotokea. Pakistani ilianzisha mashambulizi ikapiga upande wa Afghanistan, ikasema inawashambulia wanamgambo ambao wamekuwa wakileta vurugu ndani kwake. Kile walichoenda kukilipa wa Afghanistani hawakulipa kwa sababu yale makundi pia yalishambulia kwao. Wao walilipa
katika kile wanachosema kuwa tunatekeleza mkataba wa Umoja wa Mataifa kuwa tumeshambuliwa kwenye ardhi yetu, yaani kuwa Pakistani ilivuka mstari wa kwenda kushambulia. Haya hutokea. Nakumbuka mwaka jana, mwaka juzi, kuna wakati wa mgogoro wa Hizbullah na Israeli, kuna mashambulizi yalitokea kwenye ardhi ya Iran. Irani ikaenda kujibu hali mashambulizi kwa kuishambulia Pakistani ndani, ikasema kuna makundi ndani ya Pakistani yameshambulia. Pakistani ikaenda ikajibu kwa Irani ndani, ikasema kuwa haijalishi kuna makundi gani yaliyopo, lakini wewe umevuka mstari kwa sababu umeshambulia eneo langu na mimi nitakushambulia. Kwa hiyo na wao wakashambulia, baadaye wakakaa wakazungumza. Kwa hiyo hata hiki kilichotokea, kuna wakati kinakuwa hivyo tu, kuwa upande mmoja unafanya majibizi kwa sababu tu wewe umeshambulia kwenye ardhi yangu. Ni katika kile tu unaweza kusema kuwa kutokuelewana pamoja. Ndio maana mmoja anasema kuwa adui yangu yupo kwako, namshambulia, lakini kwa nini ushambulie kwangu licha ya kuwa umemshambulia adui? Kwa hiyo yule anakwenda kulipa kisasi tu kwa sababu tu wewe ulishambulia kwenye ardhi yangu, na sio kwa sababu tu ulishambulia adui ambaye yupo kwenye ardhi yangu. Na sasa kama ambavyo Afghanistan wameapa kwamba watafanya shambulizi la kulipiza kisasi, hali itakuwaje ikiwa watafanya hivyo? Imekuwa hivyo mara zote, kuwa huyo atalipa kisasi na huyo atalipa kisasi, kwa sababu kumekuwa hakuna mazungumzo ya moja kwa moja ya kutatua huu mzozo. Maanake kuwa bado haujazuka kabisa kusema kama ni vita ya pande zote mbili, lakini imekuwa ni mashambulizi ya upande. Huyo anashambulia, huyo anajibu, anashambulia, huyo anashambulia, huyo anashambulia. Kwa hiyo imekuwa ni hivyo, kama vile ni kama vile mashambulizi ambayo yalikuwa kati ya India na Pakistani katika eneo la Kashmir, ambayo yalidumu kama wiki moja, baadaye wakakaa pembeni, lakini kule unaweza kusema ilizidi zaidi, ila hapa haijavuka mstari huu. Imebaki tu kuwa ni mashambulizi ya kulenga baadhi ya sehemu, lakini hakujazuka vita kamili. Sawa sawa kabisa. Na pengine tutarajia kukawa na mgogoro mwingine katika eneo hilo? Siutegemei sana, kwa sababu haya mashambulizi yamekuwepo kwa muda na haijavuka sana mstari, kwa sababu sidhani wala sitegemei kama nchi zote hizi zinatamani kuingia kwenye mgogoro wote mkubwa hivi sasa wa kuanzisha vita ya moja kwa moja katika pande hizo zote. Sitegemei sana, ila inawezekana haya mashambulizi yakawepo ya pande mbili, lakini sitegemei kuwa yataendelea sana. Bwana Ibrahim Rahbi, shukrani sana. Ni kushukuru sana kwa kuungana nasi ukiwa hapo Oman. Sijajua ni mji gani hasa, lakini na uhakika kwamba ni Oman. Shukrani sana. Nashukuru sana, asante. Nikutakie saum makbul. Shukran sana. Asante sana, shukran jazira. Tunakamilisha hivyo. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa.